Inahusu habari tukiweka juu ya nuru ya unabii wa kibiblia. Mambo mawili yanayokuwa na kichwa ya maneno yanayostahili inaweza kusemeka kwa namna hii: ni kurudi kwa Yesu Kristo na utimilifu wa unabii wa kibiblia ndani ya wakati wetu. Ni lazima sana kwa ajili ya wale wote ambao wanaoamini kwamba maandiko matakatifu ndiyo neno la Mungu. Adui wa Mungu na wa wanadamu alijaribu kupanda mashaka juu ya neno la Mungu ndani ya roho ya watu. Wanaleta maoni wakisema kwamba Biblia ilitafsiriwa mara nyingi na mengineyo, na hata kama iliweza kutafsiriwa mara 1000, ninasemaka lugha nyingi, lakini inaweza kuwa ilitamka hiyo kitu moja ndani ya lugha nyingine. Na hivyo sasa, katikati ya mikono yetu tuna kitabu cha Mungu, maandiko matakatifu, neno la Mungu lisiloshindwa na la milele. Na kuhusu neno hili Bwana wetu alisema yeye mwenyewe kwamba mbingu na dunia vitapita, lakini neno lake halitapita hata kamwe. Na hivyo sasa, katikati ya maneno yote ya wanadamu tuna kitu fulani ambacho tunaweza sisi kutumainia, kitu fulani ambacho kilicho cha kweli, kilicho cha haki. Nyuma yake Mungu yeye mwenyewe anasimama juu yake, na tunakubalishwa kwamba wale wote ambao wanaoamini kwamba neno lake ni la kweli na wanaotupa mashaka yote, wale ndio watakaohesabiwa haki mbele ya Mungu. Tumekwisha kusikia wazo ya kufuata Bwana. Ningetaka nisome juu ya maneno haya andiko ya Injili ya Yohana kwenye sura 8. Ninapenda niweze kusoma tafsiri ya Dr. Herman Menge, kwa maana inakaribiana sana na Kijerumani ya wakati huu. Injili ya Yohana sura 8 kwenye mstari wa 12. Ni hapa ndipo Bwana wetu anasema, mstari wa 12, Yohana 8: basi Yesu akasema nao tena akisema, mimi ni nuru ya dunia, yeye ambaye ananifuata hata kwenda kwa giza kabisa, lakini atakuwa na nuru ya uzima. Ndani ya Injili ya Mathayo sura 13 ninasoma mstari wa 10 na 11 na kisha mstari wa 16 na 17. Mathayo sura 13 mstari wa 10 na 11 na kisha mstari wa 16 na 17. Wanafunzi wakakuja wakamwambia, kwa nini unasema nao kwa mifano? Mstari wa 11, akajibu akawaambia, ninyi mmepewa kujua siri za ufalme wa mbinguni, lakini wale hawakupewa. Na sasa mstari wa 16, lakini heri macho yenu kwa sababu yanaona, na masikio yenu kwa sababu yanasikia. Kwa maana kweli nawaambia ninyi, manabii wengi na watu wenye haki walitamani kuona maneno ninyi mnayoona, nao hawakuyaona, na kusikia maneno ninyi mnayosikia, nao hawakuyasikia. Ndani ya sura 2 na 3 ya Ufunuo tunapata ndani mabarua 7 zilizotumwa kwa kanisa 7, na kwa mwisho wa kila barua imeandikwa, yeye aliye masikio ya kusikia asikie yale ambayo Roho anaambia makanisa. Mambo ya kiroho yanapaswa kuhukumiwa kwa namna ya kiroho, na inaweza tu kueleweka kupitia ufunuo wa Roho Mtakatifu.
walifanya neno la Mungu kuwa teolojia nzuri ambayo filosofia tena iliweza kuongezeka juu yake. Lakini ufunuo kama vile wa mitume na manabii walivyokuwa wamepokea kutoka kwa Mungu kupitia Roho ilishaka potea. Na ijapokuwa Paulo aliandikia Wakorinto kwamba Roho anachunguza mambo yote na pia hata vilindi vya uungu. Sasa ni furaha gani pasha kuja kwa mazungumzo haya? Hii ni ya lazima sana, warafiki yangu wapendwa. Kunapaswa kufanyika kitu fulani hapa jioni hii ikitoka mbinguni. Mnapaswa kuwa mmeguswa kwa ndani na kujua kwamba si mtu fulani ambaye aliyeleta mazungumzo tu, lakini ni Mungu yeye mwenyewe ndiye aliyenizungumzia pamoja nasi kupitia neno lake, na aliyefunua na kufanya neno lake kuwa hai kupitia Roho Mtakatifu. Nimekwisha kusema hapa sasa hivi hizi mafunzo mbili, kurudi kwa Yesu Kristo na utimilifu wa unabii wa kibiblia. Tunapaswa kujua kwamba Mungu ana kalendari. Hawezi kusema tu kwamba yote itabaki kama vile livyo. Haitabaki hivyo. Tuna ahadi ndani ya maandiko matakatifu. Nataka kuwasomea moja ya ahadi hizo, Yohana 14 mstari wa 2 na wa 3. Ni Bwana wetu anayesema hapa, Yohana 14 mstari wa 2 na wa 3. Katika nyumba ya Baba yangu ni makao mengi, kama sivyo ningeliwaambia ninyi. Ninakwenda kuwatengenezea ninyi pahali. Mstari wa 3. Na kama nikikwenda kuwatengenezea ninyi pahali, nitakuja tena na nitawakaribisha ninyi kwangu, pahali ninapokaa mimi mukae vile vile. Tuna hesabu nyingi za ahadi kutoka kinywa cha Bwana yeye mwenyewe, ambazo alisema kwamba atarudi kuchukua walio wake kutoka kwenye dunia hii, mbele hukumu za hatari ziweze kuangukia juu ya wanadamu hawa waliogeuza mgongo wao kwa Mungu, na ambao wengi wanashikuta katika dini ya utawa, lakini bila kuwa na uhusiano, bila kuwa na umoja wa hapo hapo pamoja na Mungu. Mbele hukumu za Mungu ambazo tutaweza kuzungumzia tena baadaye, mbele ziweze kupika kwenye dunia hii, Bwana atarudi na atachukua walio wake karibu yake. Hata kama mtu fulani anaweza kusema kwamba karibu zaidi ya miaka 2000 shakapita tangu Bwana aliposema maneno haya. Mnaona, tumekwisha kuandika kitabu kidogo inayokuwa na kichwa maneno kwamba maono ya miaka 7,000. Kama vile nimekwisha kusema, kwa Mungu siku moja ni kama vile miaka 1000 yetu, na miaka 1000 ni kama vile siku moja kwake. Na hivyo ndivyo inaandikwa ndani ya Agano la Kale na Agano Jipya. Na Mungu aliumba ulimwengu kwa siku 6, akapumzika siku ya 7 kwa kazi yake yote, na akabariki na akatakasa siku ya 7. Ni kusema tumekaribia sasa miaka 6,000 ambayo leo malizika tangu Adamu mpaka leo, na mwaka wa 7,000 sasa, kama vile mtaka kuisoma ndani ya sura 20 ya Ufunuo, ndio itakao kuwa utawala wa miaka 1000. Utawala wa miaka 1000 wa Kristo hapa duniani. Hakuna namna nyingine. Mungu aliyasema hivyo ndani ya neno lake, na itakuwa hivyo. Narudia tena, hata kama watu hawataki kuweza kuyakubali, hata kama hawezi pia kuyaamini, hayo yatafanyika. Na tunaishi leo kwa mwisho wa wakati wa neema. Ni mwisho wa wakati ndio tunayoishi sasa.
hatuna uwezo jioni hii ya kuweza kuzungumzia kwa marefu kitabu cha mwisho cha Biblia, Ufunuo, lakini yote ilikuwa imekwisha kuandikwa ndani, kama vile iko naonekana leo na jinsi iko inatimilika mbele ya macho yetu. Pia tunaposoma mainjili tunaweza kutambua kwa namna gani Bwana Yesu alivyoweza kuonyesha wakati wa mwisho, na kisha akaonyesha na kusema kwamba wakati mtakapoona maneno haya yote yakifika, mnyanyue vichwa vyenu, kwa maana ukombozi wenu umekaribia. Kutakuwa mwisho kwa wakati wa neema na kutakuwa mwanzo mpya wa utukufu pamoja na Mungu. Itakuwa ni salama hapa duniani, na sio salama ambayo watu wanayoonyesha leo kama vile salama kwa namna ya kidini na kisiasa, lakini ni salama pamoja na Mungu, na Bwana wetu atatawala yeye kama vile mfalme wa salama, na hapo shetani atafungwa na hakuna kitu kitakachoweza kuonekana hapa duniani. Kuhusu kurudi kwa Bwana, mniruhusu niweze kusoma kwa haraka andiko 2 au 3 ili muweze kujua nyote kwamba hiyo iko pia ndani ya Biblia. Matendo ya Mitume sura 1 mstari wa 9 mpaka 11. Matendo ya Mitume sura 1 mstari wa 9 mpaka 11. Akikwisha kusema maneno haya, akanyanyuliwa, nao wakitazama, wingu likampokea toka macho yao. Mstari wa 10. Walipokuwa wakitazama macho mbinguni, yeye alipokuwa akikwenda zake, tazama, watu wawili wenye nguo nyeupe wakasimama karibu nao. Mstari 11. Wakasema, ninyi watu wa Galilaya, kwa sababu gani mnasimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa toka kwenu kwenda juu mbinguni atakuja namna hii sawa sawa mlivyomwona akikwenda zake mbinguni. Ndani ya Injili ya Mathayo kwenye sura 25 kuja kwake inaonyeshwa na kuandikwa kama vile yeye bwana harusi, na pia tunaambiwa kwamba mlango utafungwa. Tazama yale tunayosoma pale kwenye mstari wa 6. Mathayo sura 25 mstari wa 6. Lakini saa 6 ya usiku lilikuwa kelele, tazama bwana harusi, tokeni kukutana naye. Mtu yoyote aliye na Biblia anayehitaji kusoma andiko hii anaweza kuisoma, na tunaonyeshwa hapa bwana harusi alikuja, na wale waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye kwa ajili ya karamu ya harusi. Ni kusema itafika kwa mwisho wakati wa neema, kwa mwisho wa siku ya wokovu ambayo sasa tunakaribia katika wakati huu, kwamba Bwana atarudi yeye kama vile bwana harusi ili achukue bibi harusi wake ndani ya utukufu wa mbinguni. Ndani ya Ufunuo sura 19 imeandikwa kwamba bibi harusi wake ameshtarisha, naye amepewa kuvaa kitani cheupe kinachong'aa sana. Kuna kuja nyingi ya Bwana. Niliweza kuandika pia kitabu iliyo fupi sana juu ya maneno haya. Kuna kuja kwa Bwana yeye kama vile bwana harusi ili achukue bibi harusi wake, na kisha kuna kuja kwake pia ambayo itaweza kuangamiza wadui wake wote na kuweza kuweka ufalme wake hapa duniani. Iliyo lazima kwetu ni kurudi kwa Bwana na matayarisho yetu kuhusu hii siku hiyo kubwa ya utukufu. Kwa maana andikwa, heri na mtakatifu yule aliye na sehemu kwa ufufuko wa kwanza, kwa maana kifo ya pili haina mamlaka juu yake. Ufunuo 20 mstari wa 6.
Niliambia Bwana wakati nilipokuwa na umri wa miaka 18 nilipoanza kuhubiri kwamba nilikuwa nikihitaji ili niweze kuhubiri wale ambao wanaosikia neno la Mungu toka kinywa changu waweze kuwa na uwezo wa kuweza kuwa pamoja na Mungu ndani ya utukufu. Mimi siku hapa kwa ajili ya kusema yale ambayo watu wanaotaka kusema au kuweza kuumiza mtu fulani yoyote, lakini niko hapa kwa jina la Bwana ili niweze kuonyesha njia inayonyoka na iliyo wazi inayoongoza mpaka uzima, na kuweza kusema kwa namna wazi kwamba njia pana ambayo tuliokuwa ndani si sote kwa tabia yetu inaongoza ndani ya maangamizi, na wale wote wanaotembea ndani. Mtu anapaswa kufanya uchaguzi wake kwa ajili ya Kristo, na hapo sasa kwa ajili yake mwenyewe na kwa ajili ya uzima wa milele, kwa maana ni katika Kristo ndimo Mungu alijifunua yeye mwenyewe kwa wanadamu, na ni ndani ya Kristo ndimo tunaweza kuwa na kutanana ya pale pale yetu binafsi pamoja na Mungu. Na hivyo ndivyo inaandikwa ndani ya barua ya pili ya Wakorinto kwenye sura 5 mstari wa 9. Mungu alikuwa ndani ya Kristo akipatanisha ulimwengu na yeye mwenyewe, na ujumbe ambao unapaswa kutangazwa wa kwanza inapaswa kuwa kwamba mupatanisho na Mungu. Nataka kuwaambia pia kweli juu ya maneno haya. Ndugu Pezale aliweza kusema kwamba kuna watu ambao wanaosema kitu chochote kwa wengine, lakini wasiotaka kuweza kuambiwa kitu fulani. Sivyo? Mnataka muweze kujua kweli. Ni lazima sana, inaomba kusema kwamba kila mwanadamu wote aliyezaliwa ndani ya dunia hii alizaliwa akitenganishwa na Mungu. Hakuna kitendo hapa duniani kinachoweza kuambatanisha mtu na Mungu ila tu imani ndani ya Yesu Kristo, ndani ya kazi ya ukombozi iliyotimilika hapo msalabani wa Golgotha. Ni kusema yale ambayo Mungu aliyofanya kwa ajili ya wokovu wetu, ni katika hiyo ndiyo tunapaswa kuamini kwa ajili ya kuokolewa. Na ndiyo maana maandiko matakatifu yanasema pia kwamba amini Bwana Yesu Kristo, na sio kuamini ndani ya dini fulani, ndani ya shirika fulani ya kizehebu, na sio ndani ya kusanyiko fulani, ndani ya mitumikio fulani, lakini kuamini Yesu Kristo Bwana Yesu. Tuweza kumchunga ndani ya roho yetu kama vile ndio chanzo ya imani yetu. Ni hivyo ndivyo tunaweza kuokolewa. Hakuna namna ya kuweza kufundisha watu kuweza kuingia ndani ya ufalme wa Mungu. Hiyo haikwake. Tunapashwa kuzaliwa ndani. Ndio maana Yesu alisema ndani ya Injili ya Yohana kwenye sura 3 kwamba mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Yohana 3 kwenye mstari wa 3 aliongeza, kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, kwenye mstari wa 6 na mwili na damu haviwezi kurithi ufalme wa Mungu. Ni kusema sasa tunapashwa kuzaliwa kwa roho wa Mungu, na hivyo ndivyo tunaweza kuingia ndani ya ufalme wa Mungu na kuweza kupata kuelewa kwa kiroho kuhusu yale ambayo nayohusika ndani ya ufalme wa Mungu. Turudi kwa maneno yetu tena inayoitwa kurudi kwa Yesu Kristo. Mnajiuliza kose namna gani inafanyika kwamba tunashuhudia leo kwamba wakati unaweza kuwa umekwisha kuja na sio tena baadaye? Niliweza kujaribu kuweza kuyaonyesha. Mungu ana wakati uliopangwa kwa ajili ya kila kitu. Ana kalendari. Aliweza kuwa na siku za kipekee ndani ya habari na ndani ya habari ya wokovu. Kulikuwa matokeo ya kipekee na kwa wakati uliopangwa ambamo Mungu aliweza kuonekana katika habari. Tuliweza kuzungumzia namna gani Mungu alivyoweza kupanga mambo yote, kwa maana kuliweza kuwa zaidi ya miaka 2000 katikati ya Adamu mpaka Abrahamu, na pia miaka 2000 toka Abrahamu mpaka Kristo, na kisha tuna wakati tena wa zaidi ya miaka karibu 2000 itakayofanya sasa hesabu ya miaka 6000, na kitu fulani kitafanyika sasa. Nataka kuwasomea leo tena andiko fulani za Biblia ambazo mnaweza pia kuweza kuonyesha tena kwa namna njema
na kutambua kwamba sasa tunaishi katika wakati wa mwisho, kwamba unabii wa kibiblia uko unatimilika mbele ya macho yetu, na kwamba kurudi kwa Bwana inakaribia sana, na siku ya wokovu inafika kwa mwisho wake, na kisha siku ya Bwana itakayowaka kama vile tanuru itaangukia wanadamu wasiotii Mungu, ambao wasioweza kukubali uokovu ndani ya Kristo. Nataka nisome ndani ya Luka, au kwanza ndani ya Mathayo sura 24 na kisha ndani ya Luka 21 kwa ajili ya kuheshimu utaratibu huo. Mathayo sura 24, hapa Bwana anazungumza kuhusu maneno haya kwenye mstari wa 4 mpaka mstari wa 8, kuhusu njaa, matetezi ya vita na vita, na wakati mgumu utakao kuja juu ya mwisho. Kwenye mstari wa 7, mstari wa 24, maana taifa litapigana na taifa na ufalme kupigana na ufalme, yatakuwa na njaa na matetemeko ya nchi kwa pahali mbalimbali na mengineyo. Na kisha Bwana anasema kwenye mstari wa 8, Mathayo 24 mstari wa 8, lakini maneno haya yote ni mwanzo wa uchungu na sio mwisho, lakini mwanzo. Msinisikie vibaya, lakini wakati mwanamke anapokuwa anataka kuzaa, maumivu inaanzaka, inaongezeka zaidi, na unatambua kwamba imefika. Hii ni wakati. Hapa Bwana anasema kwamba hayo yote ni mwanzo wa uchungu au wa maumivu, lakini wakati maumivu inapoanza, unajua kwamba kitu fulani kinataka kuzaliwa. Nisema tetemeko ya dunia, njaa, wakati mgumu, haina yote ya majanga inafika juu ya wanadamu. Juu ya bara fulani ni njaa, juu ya bara ingine ni vita, juu ya bara ya tatu ni tetemeko ya dunia. Yote ni pangwa vizuri juu ya dunia yote nzima. Mahali pote unaweza kusema yale ambayo Bwana aliyosema iko natimilika mbele ya macho yetu. Iliyo lazima kuweza kueleweka hapa ni kwamba hii haimaanishe mwisho wa hapo, lakini ni mwanzo inaongoza mpaka mwisho, kwa maana alisema kwamba hayo yote ni mwanzo wa uchungu. Na kisha wakati muda huu utakapofika, yote tanyamaza. Na msikie kwa makini gani mtume Paulo, kuna zaidi ya miaka 2000 aliweza kueleza hii hali nayo lingana wakati wetu. Wathesalonika wa kwanza sura 5 kuanza kwa mstari wa kwanza. Lakini juu ya nyakati na majira, ndugu, hamuhitaji niwaandikie ninyi, maana ninyi wenyewe mnajua sana ya kwamba siku ya Bwana inakuja kama mwizi katika usiku. Sasa sikia sasa hii funguo, msikie hii funguo ili uweze kujua wakati ule sasa. Sababu wakati wanaposema kuna utulivu na salama, wakati ule uharibifu unakuja juu yao kwa ghafla, kama uchungu wa kuzaa unavyokuja juu ya mwanamke mwenye mimba, wala hawatakimbia. Bwana alizungumza kuhusu vita na matetezi ya vita, majanga na njaa na ila aina yote inayoonekana, lakini Paulo yeye alitambua na kuona wakati wa mwisho. Lakini hapa aseme kuhusu vita na matetezi ya vita, lakini anasema kuhusu salama na utulivu. Sina hitaji kuweza kuwaweka kwa nafasi ya kwanza hapa, lakini niliweza kupewa neema kutoka kwa Mungu kuweza kuelewa neno kupitia ufunuo wa Roho, na nashukuru Mungu na pia kuweza kuona na kulinganisha hii mwendeleo wa sasa pamoja na maandiko matakatifu na kuyalinganisha juu ya maandiko matakatifu. Mimi siko mtu wa kisiasa, na ningeweza kupenda niweze kuwa mtu wa kisiasa. Kama singeweza kuwa kuhubiri, ningeweza kuwa mtu wa siasa, lakini mtambue inayohusika sasa. Hapa tunaambiwa kwamba wakati salama na utulivu
unapokuwa inaanza kutawala, ndipo sasa uchungu utawangukia kwa ghafla, kama vile uchungu unavyoangukia mwanamke mwenye mimba, nao hawatakimbia. Wamama na wababa, ndugu na dada katika Kristo, ninyi yote mungali wa vijana wa mingi, lakini walio wa kizazi changu tuliweza kuishi na kujua vita ni nini. Niliweza kuona mimi mwenyewe watu waliokuwa wamekufa, na sio watu tu, lakini pia mafarasi na ng'ombe. Tuliweza kuona mambo mengi iliyokuwa imekufa. Kwa mwisho wa vita ya pili ya dunia, mbele ya Kongensberg, niweza kutembea mpaka Magdeburg, mpaka katika hiyo mwisho wa mji huo. Niweza kuona mambo mengi, na mahesabu zinasema kwamba karibu milioni ya watu 55 waliweza kufa katika vita ya pili ya dunia. Ilikuwa ni hatari sana, lakini tunaambiwa kwamba vita hii yote na hii mambo mengine yote haitakuwa mwisho. Kwa mwisho, salama na utulivu ndiyo ambayo itakayotawala na kuonekana. Na wale wote wanaweza kunisikia mpaka katika wakati huu wanajua kwamba wakati mheshimiwa Gorbachev alipofika kwenye utawala katika mwaka 1986 au mwaka 1985, na wakati alipofika nikasema huu ndiye mtu wa saa, na Mungu alimtumikisha ili Ulaya yote ya mashariki leo iweze kuwa huru, na bila yeye hakuna kitu ambacho kingeweza kufanyika, na pia hata ndani ya nchi yetu. Ni yeye ndiye Mungu aliyeweza kutumikisha ili aweze kuanzisha mwanzo mpya na kuweza kuweka mwisho kwa vita ya baridi na kuweza kuanzisha mazungumzo juu ya kunyang'anya silaha na juu ya vita ya nyota na yale yote ambayo iliyokuwa ikiambatanishwa na hiyo. Na aliyafanya vizuri na kaongoza mambo yote kwa namna njema, na kaenda mbali kwa kiwango watu wangeliweza kushindwa kutikisa vichwa, na tazama hiyo ikazaa matunda yake. Niliandika kwa namna iliyo wazi ndani ya kitabu hii ya pili. Nyuma ya vita ya pili ya dunia, utawala wa Uingereza uliweza kubomoka. Mainchi 49 zilikuwa katika hiyo utawala wa Uingereza. Na tazama sasa utawala wa Urusi nao uko na bomoka. Na kitu gani kinachotokea sasa? Ni utawala wa zamani wa Roma ndio uko naonekana tena mbele ya macho yetu. Na naweza kuwarudisha na kwa unabii wa Biblia ya nabii Danieli na ya Ufunuo ili onyeshe kwamba nguvu za mwisho au utawala wa mwisho wa hapa Ulaya ya katikati ikiwa chini ya utawala wa Roma itakuwa ndio nguvu za mwisho za dunia. Haitakuwa tu nguvu za Ulaya, lakini itakuwa ni nguvu za ulimwengu mzima, utawala wa mwisho wa nguvu wa ulimwengu. Sikutaka kuweza kuzungumzia sehemu ya kisiasa, inaomba kuyazungumzia tu kwa kupita. Lakini wasi nani ambaye aliyepanga hayo yote? Wadui wa kihabari wamegeuka kuwa warafiki. Mashariki na magharibi haiko tena, vipambazi vilibomolewa, wadui ulitoshwa, mipaka ilitoshwa. Sisi ambao tunaweza kuishi hiyo hapo, hatutasahau pia tarehe 9 mwezi wa 11 mwaka uliopita, wakati mlango wa Brandenburg ulipofunguliwa. Kwa sababu gani hayo mambo yote yako nafanyika? Hiyo ndiyo swali ya kwanza, na sio nyuma ya miaka 13. Kwa sababu gani sasa? Ni kwa sababu wakati umefika ambapo unabii huu unapaswa kutimilika, kwamba salama na utulivu kwa wakati wowote. Hauwezi kuendelesha vita ya baridi na kisha uweze kuona kwamba unabii inatimilika, kwamba salama na utulivu inapaswa kutawala. Hapana, yote yangepashwa kufanyika kwa namna hiyo ili maandiko matakatifu yaweze kutimilika mbele ya macho yetu. Paulo aliandika hapa kwamba hatuna hitaji ya kujua wakati au saa, na sio lazima, lakini yale ambayo Bwana aliyotuambia hapa muyasikie. Nataka niusome sasa hiyo ndani ya Luka sura 21. Kama tunaona mambo haya yote, tutatambua kwamba wakati umekaribia. Na sana sana Luka 21 mstari wa 29 mpaka 32. Luka 21:29. Akawaambia mfano, tazameni mtini na miti yote 3.
wakati inapochipuka, mnaona na kutambua ninyi wenyewe ya kwamba mavuno yamekwisha kuwa karibu. 31. Vile nanyi wakati mnapoona maneno haya yanapata kuwa, jueni ya kwamba ufalme wa Mungu ni karibu. 32. Kweli nawaambia ninyi, kizazi hiki hakitapita kabisa hata maneno haya yote yatakapotimia. 33. Mbingu na dunia zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kabisa. Kama vile wasomaji wa Biblia wote wanavyojua, mfano wa mtini unalinganishwa na taifa la Israeli. Na ndani ya Agano la Kale kwa nabii Hosea kwenye sura ya 9 mstari 10, taifa la Israeli linalinganishwa na mtini, na sio taifa la Israeli peke yake ambalo liliweza kujifanya kuwa kama vile waasi na likakuwa huru, lakini Asia yote nzima, Afrika yote nzima ikajifungua na kutoka katika utawala wa koloni na wakapata uhuru wao. Inajua kwa mfano Afrika kutoka upande mmoja mpaka kwa upande mwingine, toka Senegal mpaka Dar es Salaam. Najua nchi hizo wakati walipokuwa katika utawala wa koloni, na nawajua nyuma ya uhuru wao pia. Mnaona, ilikuwa naomba hiyo yafanyike ili wote waweze kuwa kama vile waasi, kusudi waweze kupata uhuru wao, kusudi waweze kupata mamlaka yao. Na sana sana taifa la Israeli ambalo tangu wakati wa Nebukadneza waliokuwa wakizunguka mahali pote, na ambao tangu mwaka wa 17 nyuma ya Yesu Kristo walioweza kusambazwa tena mara moja ndani ya ulimwengu mzima. Na sasa nyuma ya muda mrefu sana wamerudi kutoka zaidi ya nchi 100, wakarudi katika nchi ya ahadi. Na sikutaka ili mtu fulani aweze kuwaza kwamba hii ni kuingia katika mambo ya kisiasa, lakini inaumiza sana wakati unapozungumza kwamba ni kukamata eneo kwa nguvu. Mtu anayesoma ndani ya Musa na Yoshua mipaka ambayo Mungu aliyoweka kwa ajili ya taifa la Israeli atatambua kwamba Israeli inapaswa tena kupokea eneo kubwa iliyo kwa upande wa mashariki mwa Yordani, mahali ambapo kulikuwa makabila 2.5. Hiyo ni swali ya kisiasa, na ni swali mbaya ya kisiasa kuweza kuzungumza kwamba ni kukamata eneo kwa nguvu, kwamba ni kukamata eneo kwa nguvu. Hakuna mtu anayesema kwamba prisi ya mashariki inakamata kwa nguvu au prisi ya magharibi inakamata kwa nguvu, au Pomerani au Silesi. Hakuna mtu anayezungumzia, na eneo zingine pia mahali pote, lakini huko Israeli, na hiyo inaweza kusemeka kwa namna iliyo wazi sana, yote imekwisha kuwa tayari sana kwa ajili ya vita kubwa ambayo itakayofanyika kaskazini mwa Yerusalema. Nawaza kwamba hiyo itakamata tena muda fulani akose mpaka tutakapoweza kuwa tumechukua utangazaji wa habari njema ndani ya ulimwengu mzima, iwe miezi au miaka. Lakini tangu siku Saddam Hussein alipokamata Kuwait, nilisema kwamba haihusu Kuwait, inahusu Israeli. Inafanyika kwa sababu ya kupingana Israeli, inaweza kusema kwamba nao watoke katika eneo waliokamata kwa nguvu, wapasha kutoka kama vile nabii wapasha kutoka, nao pia watoke katika eneo hizo, na ulimwengu mzima itasimama kwa ajili ya Israeli kwa kiwango haitaweza tena kuwezekana kuisimamisha. Tulisoma gazeti fulani za habari, nilikuwa nimeleta pia moja inayozungumza kuhusu Saddam Hussein au kuhusu ndoto ambayo aliyokuwa amelota. Ndani ya ndoto hiyo anasema kwamba Muhammad alionekana kwake, na Muhammad akamwambia kwamba mamisile zao zilikuwa zimeongozwa vibaya, kwamba zilikuwa hazishambulie lengo nzuri. Na tunajua sote lengo nzuri ni gani mbele ya macho yao. Wakati wote wanaposhambulia Arabi Sauditi, sio shambulio nzuri. Kama wanataka kushambulia Israeli, ndio shambulio yao nzuri. Lakini muone, hakuna kitu kinachoweza kufika mbele ya saa. Inaomba muda uweze kuwa umetayarishwa kwa ajili ya kila kitu, na hapo sasa ndipo yale yatafanyika. Na hiyo yatafanyika
sana sana, kama vile andikwa hapa ndani ya neno la Mungu, ndani ya sura 14 ya Zekaria. Inasemeka hapa kwenye mstari wa 12, Zekaria 14 mstari wa 12, na hii ni tauni Bwana atakayopiga nayo mataifa yote waliopiga vita juu ya Yerusalema. Nyama ya mwili wao itaharibika wangali wanasimama juu ya miguu yao, na macho yao yataharibika ndani ya vitundu vyao, na ulimi wao utaharibika kinywani mwao. Na hiyo ilikuwa imekwisha kuandikwa ndani ya Biblia. Na tunasema nini hapa? Kama mtu fulani anaweza kusambaza gazi ya kuharibisha huko, Mungu ataweza kushusha upepo na atangamiza wadui wake ndani ya shimo ambao walikuwa wametengeneza kwa ajili ya wengine. Yale ambayo wadui wa Israeli, taifa la Mungu, wanaotaka kuweza kufanyia hiyo taifa la Mungu, itafanyia kwao, itafanyika kwa ajili yao. Mlisikia ninyi wenyewe akose pia kusoma kwa sehemu namna gani hiyo yote imeandikwa kwa namna iliyo wazi. Na wakati wanapokuwa wakisimama, ulimi wao utaoza na macho yao itaanguka kutoka kwa mwili wao. Na wakati wanapokuwa wakisimama wakiwa hai, hiyo ndio itakayofanyika, yale ambao wanaotayarisha kwa ajili ya kumaliza na taifa hilo. Ninasoma pia Zekaria 12 mstari wa 3, na itakuwa kwa siku ile nitafanya Yerusalema kuwa jiwe zito kwa mataifa yote. Wao wote ambao wanajisumbusha nao wataumizwa sana, na mataifa yote ya dunia yatakusanyika juu yake. Na hivyo Mungu aliyapanga hivyo ndani ya neno. Ni taifa lilochaguliwa, ni kweli, walikataa kutii, na sisi pia waliweza kuteseka sana kwa ajili ya hiyo, nayo inatumiza sana, lakini tunahuzunishwa. Lakini Mungu anageuza yote kuwa mzuri. Ndani ya muhuri wa 5 ya Ufunuo tunasoma kwamba wale ambao damu yao iliyomwangika hapa duniani walilia kwa ajili ya kujilipiza kisasi, na wakapewa vazi nyeupe, na wakaambiwa kwamba wavumilie mpaka wengine nao waweze kupita katika kifo kama vile wao. Ni kweli kwamba habari ya taifa la Mungu juu ya dunia hii ni habari iliyo ya mateso sana, na maandiko matakatifu yanayasema, ikizungumza kuhusu damu ya Abeli mpaka damu ya Zakaria aliyeuawa mbele ya madhabahu ya kutolewa mazabihu. Yote ilifanyika katika damu, yote iliyomwangika katika wakati wa Agano la Kale. Shetani analeta kisasi juu ya taifa la Mungu kwenye dunia hii. Na kisha Yohana alikatwa kichwa, Kristo akasulubishwa, na wamitume wengi na wengine wote pia waweza kupita katika kifo wakiuawa. Na wakati tunapowazia kwa namna hiyo kuhusu habari ya mashirika za dini, tunatambua kwamba kulikuwa hii makurazadi, hizi mavita za dini, hii mavita za Kihispanyol, na kuteswa, damu ya waamini ilimwangika. Msinisikie vibaya, lakini damu hiyo ilimwangika kwa sababu ya dini iliyojiunda ndani ya hii utawala wa Roma. Na kusanyiko la dini la Roma lilikuwa na mamlaka ya juu sana, kwa kiwango mtu ambaye hakukubaliana nao angepashwa kuuawa, naye hangeliweza kuvumiliwa. Mamilioni ya watu waliweza kuuawa, wakatoka katika uzima huu wakaingizwa katika umilele kupitia hiyo dini ya ulimwengu. Kwa haki gani? Basi Mungu yeye mwenyewe aweza kuijibu siku ambayo atakapohukumu kwa haki. Lakini inawezekana kwamba pia sisi kama vile waamini wa Biblia tunaweza pia kupita katika wakati wa dhiki mbele ya kurudi kwa Bwana, kwa maana hiyo nayo iko wazi katika maelezo iliyo ndani ya kitabu cha mwisho cha Biblia, Ufunuo. Lakini Bwana alisema, msiogope wale ambao wanaoweza kuua mwili, lakini mwogope yule anayeweza kuua nafsi.
tena mawazo fulani inayohusu wakati wa mwisho. Ndani ya Luka 17 Bwana alisema kuhusu siku za mwisho na akazilinganisha na wakati wa Sodoma na wa Gomora, kwa wakati wa Noa na mengineyo, ili atujulishe yale ambayo itakayokuwa kweli kweli kwa mwisho. Watu hawataweza kushiata tena kukosolewa kwa Roho wa Mungu. Wanafuata njia yao wenyewe, lakini wanalinda sura ya utawa ya dini. Kwa kiwango wanaweza kusema kwamba wangali wa Kristo. Kama leo mnaweza kuzungumuza kuhusu Kristo pamoja na watu ambao walio wa Kristo kwa nje, watawachekelea. Mkamate Biblia na mzungumuze kuhusu neno la Mungu pamoja na wajirani zenu wanaojiita kwamba ni wa Kristo. Katika wakati ule yote litakuwa imebadilika. Sura ya nje inalindwa. Wangali wanaenda katika makusanyiko ya dini. Hiyo ni sehemu ya namna njema, imegeuka kuwa desturi. Lakini moyo uko wapi? Mungu iko wapi katika mambo hayo yote? Swali kubwa ni ya kuweza kujua kama watu waliweza kupata uhusiano, umoja pamoja na Mungu. Na hapa tunaonyeshwa katika uhakika wote kwamba wakati wa kuja kwa Bwana itakuwa kama vile katika siku za Sodoma na katika siku za Noa na mengineyo. Mnaweza kuyasoma ninyi wenyewe ndani ya Luka 17 kuanza kwa mstari wa 26. Na kama ilivyokuwa siku za Noa, ndivyo itakuwa siku za Mwana wa Mtu. Mstari wa 27. Walikula, walikunywa, walioa, waliolewa hata siku Noa alipoingia katika safina na gharika ilifika ikaangamiza wote. Mstari wa 28. Tena kama ilivyokuwa siku za Loti, walikula, walikunywa, walinunua, waliuza, walipanda, walijenga. 29. Lakini siku ile Loti alipotoka katika Sodoma, moto na kiberiti zikatoka kwa mbingu zikawangamiza wote. Msikia sasa inasema kwenye mstari wa 13, kama vile itakuwa siku ile atakapofunuliwa Mwana wa Mtu. Itakuwa hivyo wakati Mwana wa Mtu atakapojifunua. Na sasa inaendelea na tena kuna kwenye mstari wa 13 tunasoma, ninawaambia ninyi, katika usiku ule watu wawili watakuwa juu ya kitanda kimoja, mmoja atatwaliwa na mwingine ataachwa. Mstari wa 13 wanawake wawili watakuwa wakisaga pamoja, mmoja atatwaliwa na mwingine ataachwa. Wanafunzi wakajibu wakimwambia, pahali gani Bwana? Pahali gani Bwana? Akawaambia, pahali mwili iko pale pale tai watakusanyika. Na ni hivyo tunapashwa tangu sasa kuyangoja. Si vizuri kuweza kuyasema, lakini tungelipenda tuweze kupatia watu tumaini kwenye dunia hii, tumaini ya utukufu na ya furaha. Kuna wakati utakaokuja wa utukufu kwa ajili ya kila mmoja wetu, lakini hauwezi kuipata pasipo Mungu, hauwezi kuipata bila Mungu. Hiyo wakati utakaokuja, wakati huo wa utukufu kwa ajili ya wakati wote na umilele iko, lakini unaipata tu kupitia umoja pamoja na Mungu. Na ni wakati tunapokubali neema, wokovu, msamaha na yale yote ambayo Mungu aliyotayarishia ndani ya Kristo, ndipo tunazaliwa upya kwa ajili ya tumaini iliyo hai kupitia ufufuko wa Yesu Kristo toka wafu. Ndipo wana wa watu wanakuwa wana wa Mungu, watu ambao walio na uhusiano ya wao wenyewe pamoja na Mungu na ushirika pamoja na Mungu, watu ambao wanaweza kushuhudia kuhusu siku na saa ambayo walioweza kuishi kugeukia ya kweli na kurudi kwa Mungu, mazoezi ya kweli pamoja na Mungu, na hivyo wanazaliwa ndani ya ufalme wa Mungu.
Kwa maana tazama yale ambayo maandiko matakatifu yanasema kwamba wawili watakuwa kwenye kitanda kimoja, wawili watakuwa kwenye jiwe moja, wawili katika shamba. Inasemeka kwamba mmoja atachukuliwa na mwingine ataachwa. Hasa hiyo inataka kutuambia nini? Ni kusema mmoja alikuwa mwana wa Mungu, mmoja ni nafsi iliyokuwa ikingoja kurudi kwa Bwana, iliyojiacha kutayarishwa na ambayo akose iliweza kuomba kuja Bwana Yesu, na mwingine ni mtu ambaye aliyepita pembeni ya neema na pembeni ya wokovu. Kwa maana Mungu atachukua karibu yake wale walio wake tu. Hataki uasi mbinguni. Mtu ambaye hataki kuweza kuwa huko hana hitaji ya kuweza kuwa huko. Kila mtu atakuwa mahali ambapo anahitaji aweze kuwa. Muyaamini au hapana, wa mama na wa baba, nishaka kusikia watu wakisema kwamba ninahitaji niweze kuwa nikigeuza makala iliyo ndani ya kuzimu, kwamba sitaki niweze kupanda huko juu. Watu washaka kuniambia hiyo. Wakati wa zamani waweza kuhubiri hadharani ndani ya Ujerumani yote nzima, na pia huko Stuttgart kwenye Kastaterfassen na mengineyo, na kulikuwa watu wengi walikuwa wakizihaki na ambao walikuwa hawataki kuweza kujua kitu fulani kuhusu neema ya Mungu na kuhusu wokovu ndio ndani ya Kristo. Na kisha hiyo inaumiza sana wakati unapojua kwamba itawafikia hiyo kitu moja kama ile iliyofikia yule tajiri. Tajiri alifungua macho wakati ilipokuwa imekwisha kuchelewa. Kwa wakati ule kufungua macho ilikuwa haina maana tena, na hakuna hata kusema Bwana, tuma mtu fulani ili aweze kuonya wa ndugu zangu. Luka 16:27 na 28. Ilikuwa imechelewa. Leo kama nasikia sauti yake, msifanye mioyo yenu kuwa migumu. Ningelitaji ili ulimwengu mzima iweze kuelewa kwamba ni kipaji gani cha neema ambayo Mungu aliyopatia wanadamu. Kila mtu anaweza kuokolewa. Hakuna mtu anahitaji kuweza kuangamia, lakini pia zawadi iliyo kubwa nayo inapaswa kukubaliwa. Imani inatoka katika mahubiri, na kupitia imani hiyo ndani ya yale ambayo neno la Mungu lasema, ndiyo sasa tunaweza kuokolewa nayo, na sio kwa imani yoyote, sio kwa imani yoyote, lakini kwa imani ndani ya Yesu Kristo Bwana wetu, yeye kama vile mwokozi wetu ambaye aliyeteseka hata kufa juu ya msalaba wa Golgotha kwa ajili yako, kwa ajili yako na kwa ajili yangu, na ambaye aliyechukua adhabu iliyokuwa imetayarishwa kwa ajili yetu, sawa sana Isaya 53. Adhabu inayotupatia salama ilimwangukia yeye, na kwa kuumizwa kwake nasi tumepona. Kwa mafupi tena na kwa haraka, andiko fulani ambazo mnapaswa kujua pia, na kama sivyo hii haitaweza kuwa inajaa. Na kisha sasa tutaweza kufika kwa kumalizia sana sana inayohusu siku ya wokovu na siku ya neema, na kisha siku ya Bwana itakuja. Nataka niweze kusoma Wakorintho wa pili sura 6 mstari wa 2 na kisha Petro wa pili sura 3 mstari wa 10. Nikusema Wakorintho wa pili sura 6 mstari wa 2 kwanza. Kwa sababu anasema, wakati wa kubaliwa nilikusikia, na siku ya wokovu nilikusaidia. Tazama sasa ni wakati wa kubaliwa, tazama sasa ni siku ya wokovu. Tuingie mara moja ndani ya Petro wa pili sura 3. Petro wa pili sura 3, na hapa mtume anaeleza kwenye mstari wa 10. Petro wa pili sura 3 mstari wa 10. Lakini siku ya Bwana itakuja kama mwizi. Katika siku hii mbingu zitatoweka na sauti kubwa, na viumbe vya asili vitayeyushwa kwa moto mkali, na nchi na kazi zilizo ndani yake zitateketezwa. Ili ni neno takatifu la Mungu, na itakuwa hivyo. Itakuwa ndiyo siku ya Bwana, siku
ya ghadhabu, siku ya kulipa kisasi, siku ya hukumu juu ya wanadamu wasiotii Mungu, waliogeuza mgongo wao kwa Bwana. Na hivyo siku ambamo, wakati siku ya wokovu hiyo, muda wa neema utakapomalizika, ndipo hukumu kubwa ya Mungu itaanguka juu ya wanadamu. Na siku ya Bwana, ningetaka pia kuwasomea hiyo ndani ya Agano la Kale, sana sana ndani ya nabii Malaki, kwenye Malaki sura 4 mstari wa kwanza. Malaki sura 4 mstari wa kwanza. Kwa maana tazameni, siku inakuja, inawaka kama tanuru, na wenye kiburi wote na wote wanaotumika uovu watakuwa kama makapi makavu, na siku itakayokuja itawateketeza, Bwana wa majeshi anasema, hata haitawachia wala shina wala tawi. Na kisha kwenye mstari wa 5, Malaki sura 4 mstari wa 5, tazameni, ninawatumia ninyi Eliya nabii mbele ya kuja kwa siku kubwa na ya kugopesha ya Bwana. Warafiki yangu wapendwa, naomba kuisema bila kupita pembeni, na hiyo ingepasha kutupenya mpaka ndani ya kilindi chetu. Tunaishi kwa mwisho wa wakati. Siku ya neema, siku ya wokovu inafika kwa mwisho wake. Tulisoma pamoja ndani ya Mathayo sura 25 kwamba saa 6 za usiku kelele ikalia. Siku inaendelea, asubuhi inatokea, ni saa 6 za mchana, jioni nafika, na kisha usiku unaingia. Na sasa tuna uwezo wa kuweza kuona nuru inayong'aa kwa saa ya jioni, kwa saa 6 za usiku, kwa namna ya ujumla inayohusu mchana wote wa wokovu, ili tuweze kuangaziwa na kuweza kujua njia ambayo Mungu anayotembea pamoja na kanisa lake, pamoja na walio wake, na pia ahadi ambazo Mungu alizotupatia ili tuweze kuzijua na tuweze kupokea mwongozo wa kiroho. Nilisema hapa sasa hivi, na hiyo haipashi kuwekwa kwa nafasi ya kwanza, lakini niliweza kuwa na heri ya kuweza kutangaza neno la Bwana mahali pote ndani ya dunia. Najua vizuri inayofanyika katika hii hali ya kidini. Sasa tuko na zaidi ya madhehebu 300 inayoitwa kwamba ni ya Kikristo iliyo katika hii umoja wa madini. Zote zinatafsiri Biblia jinsi wanavyotaka, lakini kuna Biblia moja, kuna njia moja, kuna kweli moja, kuna uzima moja wa milele, kuna Mungu moja na heri moja tu. Mungu si msimamizi wa hizi mamiongozo zote. Yesu alisema ndani ya Mathayo 16, nitajenga kanisa langu na malango ya kuzimu haitaliweza. Leo swali si ya kujua kama tuko sehemu ya kusanyiko fulani la dini au kusanyiko fulani iliyo huru. Leo swali ya kujua kama sisi ni kiungo cha mwili wa Yesu Kristo, kama kweli kweli tuliweza kuingizwa ndani ya kanisa la Mungu aliye hai, kama tulishakazaliwa kwa Roho Mtakatifu, na hivyo sasa tunaunganishwa kwa huo umoja wa kiungu. Tukiunganishwa kwa kichwa hicho, na ni Kristo ndiye kichwa cha kanisa, nasi tunaunda sisi sote viungo vya mwili wake. Ingine mara moja haitoshi kuweza kuwa kiungo cha kusanyiko fulani la dini au kusanyiko fulani la dini ya uhuru. Inaomba kuweza kuwa ulijua kwamba uko wa Yesu Kristo. Inaomba kuwa uliingizwa ukimfuata Bwana. Inaomba kuanza kumfuata kweli kweli. Yesu alisema, kamata msalaba wako unifuate. Na alisema mtu anayenifuata hata baki ndani ya giza, lakini atakuwa na nuru ya uzima. Tunapaswa kufuata mchungaji mwema. Mimi si hukumu mtu hata moja. Kama wanawaza kwamba yote iko vizuri, Wakatolika, Waprotestanti,
wanakuwa na maoni mazuri, wa Protestanti, wa Orthodoksi wa Griki na wa Orthodoksi wa Urusi na kanisa la Copt. Hawa wote kuko zaidi ya 300, wote wako wenye haki, wanaonekana kwamba vile wanasema kweli, wote wanataka kuweza kuokolewa. Niweza kuhubiri siku moja, siku ya kwanza ya juma asubuhi huko Windhoek na huko Afrika Kusini, katika kusanyiko moja la kidini la Roma. Nataka waweze kujua waziwazi, hata kama napingana na mitumikio yao, kwa sababu wanataka waache watu katika giza, na ndio maana napingana na dini yote iliyojiunga, mahali ambapo Yesu Kristo hawekwe kwenye heshima yake, na mahali ambapo utangazaji wa habari njema haiwekwe kwenye kinara cha taa kwa damu iliyo uhuru na kwa damu iliyo wazi. Lakini nataka kuonyesha tu ingie mara moja kwamba haijalishi kwa kusanyiko gani au mtu fulani za kuwa ndani, hiyo haitoshi. Tunapaswa kwanza kuwa mali ya Bwana. Tunapaswa kuwa tuliishi siku ndani ya maisha yetu ambamo tuliweza kufanya mazoezi ya kugeukia kwetu sisi wenyewe kwa Yesu Kristo. Tunakufuata sasa njia iliyo nyembamba na kuvuka kwenye mlango ulio mwembamba, ili baadaye tuweze kufikia wokovu. Ni lazima sana muwazie na wasii, kama naweza kuambia kitu kingine jioni hii, na kisha wakati wa hukumu ya mwisho niweze kukutana na hukumu iliyo mbaya sana ambayo inaweza kuwa ni kwamba niliweza kushindwa kuwaonyesha njia inayoongoza mpaka kwa Bwana jioni hii. Hiyo ni sehemu ya vichwa vya maneno. Nikusema tuseme sasa kwa kumalizia, inahusu vichwa vya maneno mbili: kurudi kwa Yesu Kristo na utimilifu wa unabii wa kibiblia ndani ya siku zetu. Andiko ngapi za Biblia zinazoweza kusomwa zinazozungumza kuhusu mwisho wa wakati? Kwa nabii Danieli, kwa nabii Ezekieli, manabii wote wa Agano la Kale, na pia ndani ya maelezo ya wamitume ndani ya Agano Jipya, na kama vile nimesha kusema hapa sasa hivi, sana sana ndani ya kitabu cha mwisho cha Biblia, Ufunuo. Na huko kuna siri ambazo haziwezi kueleweka kwa namna ya akili ya kimutu na kwa mawazo ya mtu. Wangapi katikati yenu akose? Hii ni swali ya kila mtu binafsi, lakini ingeweza kujua nani katikati yenu ambazo kusoma Biblia, wale waliosoma Biblia mara moja. Ndio, asante, inawezekana. Lakini Ufunuo inaonyesha ndio mapicha, mifano. Ufunuo inasema ndio mapicha. Unaona pale mnyama aliye na vichwa 7 na mapembe 10 na aina nyingi tofauti ya mapicha, lakini kama hauna hata picha moja inayomaanisha hiyo mamifano, ukitumisha kwa nuru ya unabii wa Agano la Kale, sasa hauwezi kuelewa kitu fulani kuhusu mapicha hizo. Na ndio maana wengi hawataki kuweza kusoma Ufunuo mpaka mwisho, kwa maana walikuwa hawezi hata kuweza kupata kitu fulani na kuweza kuelewa mapicha na mifano inayoonyeshwa ndani na unayokutana ndani. Hapana, na si kwa sababu yetu sisi wenyewe, lakini kwa sababu muda ulikuwa umefika na mambo haya yanaweza kuonekana. Na ndio maana ndani ya hii wakati wa utimilifu wa mambo haya yote, Mungu alitupatia kupitia ufunuo wa Roho Mtakatifu chini ya msingi wa Agano la Kale na Agano Jipya, akatupatia uwezo ya kuweza kupenya ndani ya shauri ya kiungu ya wokovu na kuweza kuwa na mwongozo hapo hapo wa haki uliotolewa na Mungu. Na unabii unatimilika katika wakati huu, lakini hawawezi kuipata ndani ya maseminari fulani au ndani ya maelezo fulani, mahali ambapo mahabari zasomewa au naweza kusemeka na watu ambao waliosema kuhusu yale yaliyofanyika zamani. Leo inaomba watu wa Mungu ambao waliweza kuita kweli kweli, wasiojifurahisha tu kuweza kutumikisha hii huduma kama vile kukiri fulani, kama vile wanaweza kukumbatia kazi fulani ya avoka au ya kialimu au kitu fulani, inaweza kuwa
mpadiri au mchungaji au kama vile kazi. Hiyo haitoshi. Inaomba kutangaza neno la Mungu, na kwa kuitangaza unaweza kuwa na mwito wa kiungu, na pamoja na mwito huu wa kiungu na pamoja na hiyo kazi ya kiungu, ndipo kunakuja sasa usimamizi, na pia kunakuja kuangaziwa ya kiungu, nuru ya kiungu, kunakuja unyenyekevu, kunakuja kuona yote kwa ujumla na kuona yote kwa ujumla kwa neema. Na najisikia nikishurutishwa kuyasema kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Sio mwili na damu inayofunua mpango wa Mungu, lakini Roho Mtakatifu aliyevuvia neno. Na huo ufunuo moja kama ile ya manabii na wa mitume kupitia huo roho moja, na tunakuwa na hiyo ufunuo moja kupitia hiyo neno moja. Kwa Mungu yote inabaki kama vile mbele, kama vile kwa mwanzo. Kama vile nimesha kusema, watu hawawezi kufundisha mambo haya. Imeandikwa, si ndugu atakayefundisha ndugu mwingine, lakini wote watafundishwa na Mungu kwa neno hilo moja, huyo roho mmoja, wakiwa chini ya miguu ya Yesu Bwana wetu. Na Roho wa Mungu anaongoza katika kweli yote. Kurudi juu ya yale ambayo Bwana wetu aliyosema kuhusu matokeo haya yote ya wakati wa mwisho: tetemeko ya dunia, njaa, vita, matetezi ya vita, wakati mgumu na mengineyo. Na sasa kwa mwisho, haya matamshi mawili ambayo yanayozunguka katika mahabari tangu miaka fulani iliyopita: salama na utulivu. Kunyang'anywa silaha kwa namna inayowezekana. Mipanga itageuza kuwa magari. Mipaka inabomolewa. Hizi makundi za jeshi haziko tena na maana yake. Kila mtu anaweza kurudi mahali ambapo alipotokea. Lakini katika hayo yote kunazaliwa Ulaya kubwa iliyoungana, kama vile Charles de Gaulle alikuwa amekwisha kuyasema kwa namna iliyo wazi ndani ya mwaka wa 1957 wakati wa mapatano ya Roma. Ulaya inayotoka kwenye Atlantiki mpaka Urali. Wengine wote waliweza kutumikisha hayo matamshi mamoja katika juma iliyopita na katika hii miaka 2 au 3 iliyopita, na ilisemeka kwamba Ulaya uliounganishwa pamoja, ukiwa na nafasi nyingi, mahali ambapo kila mtu anaweza kupata nafasi yake. Lakini yale ambayo wale watu wa siasa wasiojua yale, sisi tunayajua na Mungu, tunajulishwa na Mungu. Na waomba msiweze kunisikia vibaya au kunihukumu kwa namna mbaya. Mimi siseme hii kwa nia yangu mwenyewe, singeweza kuyajua pia. Lakini sisi kama vile waamini wa Biblia tunajulishwa sana kuliko watu wa siasa wote wa dunia hii, kwa maana tunafuatilia mwendeleo unayofanyika katika wakati huu, tukisindikiza pamoja na neno la unabii. Hatua kwa hatua tunaona namna gani yote iko nafuata sura yake na namna gani mambo yako nafanyika kama vile ilivyokuwa imetabiriwa ndani ya neno la unabii. Nasikia nikishurutishwa niweze kuonyesha kwamba hii picha ya unabii, ambayo iliyo lazima sana. Leo ningeweza kuja na kuwazungumzia mambo makubwa niliyofanya kwenye vipindi vya radio Luxembourg kwa miaka 10. Kila siku ya kwanza ya juma asubuhi toka mwaka 1968 mpaka mwaka 1978 niliweza kuwa na heri kubwa ya kuweza kuzungumzia maelfu ya watu kwenye television. Ningeweza kuelezea mambo mengi sana sana wakati pokuwa huko Umoja wa Sovieti kuna miaka 2 iliyopita, waliponialika kwenye televisioni, na pia huko pekee na ndani ya nusu ya dunia. Ningeweza kuambia mambo mengi. Sasa mwanzo kusema mtu huyu aliishi mambo mengi. Sasa ningeweza kutimiza nini mimi mwenyewe? Hakuna kitu. Akose mwanzo kushangaa. Lakini hapa haihusu kuweza kushangaza watu, lakini kuweza kusema kwa namna iliyo wazi mbele ya Mungu ambaye tutaweza kutoa ripoti mbele yake. Ni kitu gani kinachohusika? Kama kuisema wazi wazi, kurudi kwa Bwana inakaribia sana. Alienda kutayarishia mahali, naye atarudi kutuchukua karibu yake, mbele janga ziweze kuangukia dunia hii, mbele
siku ya Bwana iweze kuja, ambayo itakayowaka kama vile tanuru. Mbele ya hiyo Bwana atakuja, kwa maana alisema kama vile ilivyokuwa katika siku za Sodoma. Mbele Sodoma na Gomora za kuunguzwa kwa moto, Loti aliweza kutoshwa nje ya mji. Mbele gharika iweze kuanguka juu ya dunia, Noa alikuwa amekwisha kuingia ndani ya safina pamoja na walio wake, na itakuwa hivyo hivyo wakati wa kurudi kwa Bwana. Kanisa, bibi harusi, waamini wa kweli, wale ambao walioweza kufuata Bwana Yesu, wale ambao waweza kuwekwa muhuri na Roho Mtakatifu, wana wa Mungu wanaotii, ambao wasio na mioyo mbili, waliomtumania Bwana watachukuliwa pamoja naye ndani ya utukufu. Na hapo sasa hali ya dunia hii itakuwa sasa isiyoweza kuvumiliwa. Singeliweza kuamua kwamba inaweza kuwa hivyo, lakini watu waweza kupinga kwa namna inayowezekana, lakini Mungu aliyapanga hivyo kwa neno lake, na itakuwa hivyo, itakuwa hivyo. Bwana wetu alisema, wakati mtakapoona mambo hayo yote yanaweza kufika, mnyanyue vichwa vyenu, kwa maana ukombozi wenu umekaribia, imekaribia. Jioni hii nina hitaji kweli kweli, ili kila mtu aweze kukabata kose neno la Mungu kwa moyo wake. Na ningeweza kuongeza tena ombi lingine kwamba neno hili lisirudi bure, lakini litimize yale ambayo lilitumwa. Mungu anatupenda, kwa maana Mungu alipenda ulimwengu akamtoa mwana wake aliyezaliwa na yeye, ili mtu anayemwamini asipotee, lakini apate uzima wa milele. Hata imani hiyo ya mtu binafsi ambayo inayoleta wokovu, imani hiyo ndani ya Yesu Kristo iweze kupewa kwetu jioni hii kwa neema, na hivyo ufunuo na kuelewa kwamba tunaishi sasa katika wakati wa mwisho. Israeli imekusanyishwa kama vile Mungu alivyoahidi. Msome Yeremia 31 na andiko zingine tofauti za Agano la Kale na pia za Agano Jipya. Yeye aliyesambaza Israeli ataikusanya tena, atawarudisha kwa mwisho wa siku. Yeremia 31 mstari wa 10. Na hivyo kanisa la Bwana nalo pia limerudishwa mpaka kwenye ahadi za neno ndani ya wakati huu. Tuna mwongozo wetu wa kiroho, na hiyo chini ya msingi wa neno la Mungu. Mtu asiseme kwamba ni mwinjilisi aliyesema hiyo au ndugu Frank au mishonari fulani, lakini Mungu ndiye anatuzungumzia kupitia neno lake, na neno lake alitapita milele na milele. Heri mtu anayeshaanza kutayarishwa. Mimi siko hapa kwa ajili ya kuleta oga, lakini nawaambia kweli, sitaki niweze kuangamia, na sipendi pia ili hata mmoja wenu waweze kuangamia au kupotea. Haiwezekani kuweza kueleza kwa maneno au kuweza kuwazia kwa mawazo hiyo itakuwa namna gani kwa ajili ya watu ambao watakuwa wamekuwa walidharau kutakasia maisha yao kwa Mungu na kuweza kufuata Bwana, kufuata Bwana. Giza itafika, kukata tumaini, huzuni, kujionya na aina yote itakuwa kama vile sema, itakuwa ni kitu mbaya kuweza kuwa kutenganishwa na Mungu. Namaliza kwa maneno ya mtume Paulo ndani ya Wakorintho wa pili sura 5. Mupatanisho na Mungu, pamoja na maneno ya Bwana ndani ya Luka sura 21. Akose ningeliweza kusoma andiko hiyo kwa sauti kubwa ili tuweze kuwa nazo neno kwa neno na tusiweze kuyasema tu kwa kinywa. Luka 21 tuna hapa maneno inayogusa sana ya Bwana wetu, inayosema mstari 13 na 14. Luka 21 mstari wa 13 na 14.
Mshangalie mioyo yenu isipate kulemelewa na ulafi na ulevi na masumbuko ya maisha haya, siku ile isije kwenu ghafla kama mtego. 35. Kwa sababu kama vile itakavyokuja juu yao wote wanaokaa juu ya uso wa dunia pia. 36. Lakini tazameni kila wakati mkiomba mupate nguvu ya kukimbia maneno haya yote yatakayokuwa na kusimama mbele ya mwana wa mtu. Haya ni maneno ya Bwana wetu, naye pia alizungumza kuhusu siku itakayokuja, na itakuja, itafika hapa karibu. Sisi ndiyo kizazi kinachoweza kungoja kwamba ndiyo kizazi cha mwisho na kuweza kuishi kurudi kwa Bwana. Hakuna mtu anayejua siku wala saa, na hiyo nayo si ya lazima, lakini tunatambua kupitia nuru ya alama za wakati kwamba imekaribia kurudi kwa Yesu Kristo na utimilifu wa unabii wa kibiblia mbele ya macho yetu. Kwa wakati ule Bwana alisema ndani ya Luka sura 4, leo andiko hii imetimilika mbele ya macho yenu. Tunaweza bila kuchoka kukamata Biblia hii na kuisoma kwa sauti kubwa na kusema sasa, leo andiko hii imetimilika mbele ya macho yetu, mbele ya macho yetu. Mbingu na dunia vitapita, lakini neno la Mungu litadumu milele na milele. Msiogope. Kama hizo kwa mlango leo wazi kwa ajili ya wengine, wengine waichekelee, na kama unaweza kuwa na huzuni kama vile waamini wapya, lakini siku itakuja ambamo mtaweza kuwa na furaha, na wengine nao wataweza kujaa woga na kusaga meno. Leo mbele ya macho ya wengine, wale wanaoamini Biblia wanakuwa kama vile wanasarauliwa, hawahesabiliwe kama vile watu wanaostahili kuingia katika hata jamii. Mnajua, niweza kufanya mazoezi hayo mimi mwenyewe, lakini upepo itakuja. Wale ambao wanaochekelewa leo, kesho ndio watashangiliwa, na wale wanaoshangiliwa leo wataweza kupita, watapaswa kupita ndani ya jaribu. Ona kisa hitaji, na Bwana naye pia nakubalisha kwamba kila mmoja wetu aweze kukamata hii maneno kwa makini sana, aweze kugeukia Bwana, amini neno la Mungu, na aweze kufuata njia hii nyembamba inayoongoza mpaka kwenye uzima, ndani ya uhakika kwamba Bwana wetu atakuja, na wakati atakapokuja tutakuwa tayari kuweza kukutanana naye na tutaweza kuingia pamoja naye ndani ya utukufu. Acha jina lake takatifu lisifiwe na litukuzwe. Amina. Newaomba msimame muda kidogo, nitaka tunaweza kuomba tena. Baba uliye mbinguni, ninakushukuru kwa moyo wote kwa ajili ya neno lako takatifu na la damani. Kweli neno lako limegeuka kuwa taa kwa miguu yetu na mwanga kwa njia yetu. Bwana, wewe ni nuru yetu, wewe ni uzima wetu, wewe ni njia, kweli na uzima. Tunakushukuru Mwokozi wetu kuona jinsi ulikuja kwetu, kuweza kuwa uliteseka, ukakufa, ukazikwa na kufufuka siku ya tatu kwa ajili ya kuhesabiwa haki yetu, na kisha ukapanda mbinguni nyuma ya siku 40, na utarudi kuweza kuchukua walio wake nyumbani, walio wako nyumbani. Bwana mpendwa, ninaombea wale wote ambao walionyosha mikono na pia wale ambao hawajaweza kufanya hivyo pia. Unawajua o Bwana, na hakuna mtu anayehitaji kuweza kuangamia. Mwokozi, sote pamoja tunakuomba uwe wa rehema kwetu. Endelea kutuzungumzia kupitia neno lako na kupitia Roho Mtakatifu wako. Bwana, usiache hata mtu mmoja kuangamia. Okoa nafsi yetu, fungua roho zetu kutoka mambo yote, na utuponye ndani ya mwili wetu. Ndiyo, shuhudia neno lako kama vile kweli.
Acha jina lako takatifu lisifiwe na litukuzwe, na sasa hata milele na milele. Bwana Mungu uliye mbinguni, nakushukuru pia kwa ajili ya hiyo kuona kitu, kuona neno lako kama vile mstari ya uongozi, kama vile mwongozo, kama vile kipimo, kama vile mafundisho. Bwana nakushukuru kwa ajili ya Biblia, neno la damani la Mungu. Ulinda neno hili katika hizi zoruba zote. Mbingu na dunia vitapita, lakini neno lako litadumu kwa ajili ya milele yote. Bwana Mwokozi, acha neno lako lililotangazwa leo lidumu ndani ya mioyo yetu na ndani ya mioyo yote, lichukue matunda kwa ajili ya uzima wa milele. Pokea o Bwana wale wote wanaokuja kwako sasa ndani ya imani, uwasikie, uwajibu, usamehe makosa yote na ufute dhambi zao zote, uwafungue kwa ujao. Bwana, uwatoshe katika utumwa wao wote, uwatoke katika mabaya yao yote. Utoe ndani mwetu roho ya dunia hii, utupatie roho wa Mungu, Roho Mtakatifu. O Bwana, nakushukuru kwa moyo wangu wote, wewe Mungu mweza yote, na pia hata jioni hii uweze kuleta matunda kwa ajili ya milele yote ndani ya mioyo yote ambayo iliyopokea neno lako kwa imani. Ninawakupatia pia neema yako, na ninahitaji niweze kuwaona baadaye katika siku ya kurudi kwako. Oh Bwana, kuna wakati utakao kuja ulio wa utukufu kwa ajili ya taifa lako ndani ya milele yote. Tupatie uzima wa milele na uwe pamoja nasi sote kwa neema yako. Ndiyo, utugeuzie uso wako na tupatie salama yako na baraka yako katika jina la Yesu. Amina.